We will now want to take you to Nakuru, where border accidents remain a leading cause of death on Kenyan highways. Yet, the implementation of stringent safety rules has not properly been enforced. Well, that is changing in Nakuru County, where over 500 operators are now set to receive licenses after undergoing training. Miriam Nyambura is in Nakuru with us. So, good morning, Miriam. What more can you tell us about this situation of these persons that have been trained? Marianne, if you can hear us, we're asking, what more can you tell us about these individuals who've been being trained and now are ready to be issued with licenses? Good morning, Sam and Zinzi. And yes, it's true that over 500 border operators are set to receive licenses. Remember, this was informed after in late last year, there was a decision made to reintroduce the famous Michuki rules. Now for the border operators, they are expected to hold a valid license, which was provided, or rather should be provided by the National Transport and Safety Authority, as well as other rules and measures that are put in place, including for the border operators to avoid carrying more than one passenger, as well as having a helmet, or rather two protective gears, one for the driver and one for the border rider and one for the passenger. So of course the expected, as you can see, is that there are over 500 of them who are set to benefit from this. And joining me here is one of them by the name Victor, just to tell us more about this. And Victor, tafadhali tueleze, training imekuwa ya miezi mingapi, na wewe kama operator wa bodaboda unahisi vipi? Training imekuwa mzuri. Tumeenda kitu kama miezi mitatu na tumefurahia sana. Imekuwa mzuri. Tumejifunza mambo mengi, hata yale ambayo hatukuwa tumejua, kwa sababu tumekuwa na pikipiki muda mrefu, lakini kuna sheria zingine ambazo hatukuwa tunajua, lakini tumeona pale kwa shule ilitufunza. Hata tunapotembea barabarani tunakuwa tunajisi tukiwa salama sana. Na ni sheria kama zipi ambazo wewe mwenyewe huko unajua? Na hapo awali ulitueleza kwamba hukuwa na ile license na sasa utapata kwa leo. Unahisi vipi, na utueleze tu kwa ni sheria zipi ambazo huko unajua? Kwa mfano kwa barabara kuna zile signs ambazo zimewekwa, na wakati mwingine kuna zile mandatory signs hatukuwa tunazifahamu. Kuna mahali ambao mtu wa pikipiki unastahili kusimama, lakini kwa sababu hatukuwa tumejifunza hizo signs, unapata tu umepita na labda kuna gari ilikuwa inatokea, unapata mtu wa pikipiki hapo anaumia na inakuwa hatari kwetu. Lakini kupitia masomo ambayo tumepata pale, tumejifunza hayo na tunashukuru kwa ajili ya hayo. Na kuanzia leo nini hasa baada umepata license hii, nini kitabadilika? Nafikiri kile ambacho kitabadilika ni ujuzi wangu, jinsi ambavyo nitakavyotumia barabara pamoja na wenzetu ambao tuko hapa, na hata yale ajali mingi ambazo zimekuwa zikitokea nafikiri yatapunguka, kwa sababu tunasikia ukienda hospitalini kuna sehemu ambayo imetengwa binafsi kwa ajili ya wale ambao wanaendesha bodaboda. Sasa tunafikiri hiyo kiwango ambao wametenga pale itapunguka, kwa sababu zile ajali hazitakuwa pale. Tumejifunza mambo mengi, na hata tusipopata license, maisha yangu na yule ambaye ninambeba natumai itakuwa salama kwa sababu ya yale ambayo tumejifunza hapo. Well, Sam and Zinzi, I'm also going to speak to the Nakuru West Member of Parliament, Samuel Arama, just to tell us what informed the decision for this. He's one who's supposed to give the over 500 border operators the licenses. So thank you, Mheshimiwa, for joining us. What informed this decision? What informed of this decision is because nilikuwa nimeona watu wengi wa bodaboda wanakimbizwa na polisi sana. So one time I just decided that we should be able to see how watakuwa assisted, kwa sababu tuko na watu wengi sana ya bodaboda. Tuseme kama Nakuru Town West we have almost 2,000 people. Na hii 2,000 people, most of them they were not compliant. So nikaona wacha tuwapatie, kwa sababu hii watu ni wengi sana. Wakikimbizwa na polisi wakose kwenda kufanya kazi, wataanza kufanya kazi nyingine pengine ile huwezi kuwa kazi mzuri. So ndio nikasema wacha tuone, tukasema watu wakuja wafanye registration, and so far I think wamefika kama 2,000. It is 1,870, but we need to get 2,000. Yao ndio wako na Nakuru Town West. Nafikiria hiyo itasaidia sana, kwa sababu
Hii ndio riski yao wanapata kila siku kutoka hapo. So siku hizi ukiangalia accident rate ya Nakuru Town West, hata ukienda pale kwa watu ya traffic imerudi chini sana. Kwa sababu sasa wamejua wana overtake kutoka saidi gani, wakiona polisi hawakimbii. Kwa sababu tumeagana na polisi ya kwamba waje tuwafundishe wapate kila kitu, ndio sasa kutoka hapo wataendelea kufanya kazi. Now, is it funded by the CDF or who funds it? And at what is the cost of that? It's funded by Nakuru Town West Constituency Development Fund, and the cost of one person is around 25,000 because there is training. They are trained. We need to pay the person who is training. That is Kericho Driving School. Then we need the examiner. They will be examined. They will be paid for that. This like now today what we are giving out the professional driving licenses, PDL, and you know that's a procedure. That the last wapite yote, then from there tunaenda kuwapatia driving licenses baadaye once they have been tested. And you know you must pay for the driving licenses, you must pay for the examiner, you must pay for the PDL and all of those. I think that is that's what we are doing. Thank you so much. Sam and Zinzi, that is the situation. Again, data from the National Transport and Safety Authority indicates that the fatalities as a result of motorcycling has reduced from 137 to 128 in the same period last year. This is according to the NTSA website. And again, this also this move to have the border operators get licenses is one which is seen as to reduce the number of accidents on our roads.